Hii ni katika utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na miundombinu mizuri rafiki kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu, maendeleo ya watu na pia vile si tu nchi yetu, ukitazama ni Afrika kwa ujumla, kwa sababu tuna nchi nyingi Afrika ambazo zinategemea Tanzania. Kwa hivyo mara ya mwisho kuwa na kitu cha namna hii, yani master plan ni 2014. Sasa toka wakati huo, hiyo 2014 ndio imezaa barabara tulizonazo. Unaona leo tuna barabara kadhaa, tuna reli, tuna hii miradi ya bandari, yote imezaliwa na ile master plan ambayo ilitengenezwa huko nyuma. Ile master plan imepitwa na wakati. Tunawashukuru wenzetu wa Korea kupitia KOICA, wamekuja na mpango huu wa kuwa na master plan mpya. Master plan hii itatuongoza vyema na mnafahamu, na mimi nimefurahi sana na nawapongeza wataalamu wangu kwa mazungumzo na Koreans, kwa sababu wa Korea wako hatua nzuri sana kwenye upande wa miundombinu. Wana expressways za kila mahala, mtu anaweza kukaa umbali wa kilomita 400 lakini akawa anatoka na kwenda na anakurudi bila matatizo yoyote. Kwa hivyo na sisi, maana yake ni kuwa tunayo furaha kubwa kwamba hawa ambao wenzetu wamepiga hatua nzuri katika eneo hilo na ni wazuri pia katika miradi inayohusisha sekta binafsi, yani PPP, mashirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, kwamba wao wamekuwa tayari kuungana nasi kwenye kufanya hii kazi kwa pamoja. Niliyoyatoa humu ndani na kuyaelekeza, moja, nimeelekeza kwamba wataalamu wetu wa serikali kwenye mradi huu wa utengenezaji wa hii master plan wajitahidi wapate ujuzi, sio kupata makaratasi tu, tupate ujuzi wa kubuni, ujuzi wa kusimamia miradi na ujuzi wa kutengeneza. Hilo ni jambo muhimu sana. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa nimelieleza katika mkutano huu ni kuona kwamba tuna matatizo kadhaa, changamoto kadhaa tulizo nazo, haswa misongamano na kadhalika. Kwa hivyo sasa hii master plan iendane na hali halisi. Hii master plan iendane na hali halisi ya uchumi wetu, mahitaji ya Watanzania wananchi, ili kusudi tuweze kufanya kitu kile kweli ambacho tumekikusudia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu miaka 50 ijayo, miaka kadhaa ijayo, na inawezekana kabisa. Na ndio maana hawa wenzetu mpaka mwaka 1960 tulicho nacho sisi leo ni kikubwa sana kulinganisha na kile walichokuwa nacho wao miaka hiyo, lakini wamepiga hatua kubwa, na kwa hivyo na sisi tuna kila sababu ya kujifunza kutoka kwa waliofanikiwa, na hiyo ndio ambayo tunakwenda kuifanya hapa. Tazama leo, kwa mfano, mtu anataka kutoka Dar es Salaam anakwenda Tunduma, anachukua muda mrefu sana, lakini expressways zitatusaidia kufupisha ule muda. Kwa hiyo watu watafanya, maisha ya watu yatapanda, yatakuwa mazuri zaidi. Familia, tutaokoa nafasi ya muda mwingi unaotumika barabarani. Hapa Dar es Salaam kwenyewe tu kuna msongamano mkubwa sana. Kwa hivyo wataalamu wetu wanakaa na wataalamu hawa kujadili majambo haya. Ni matumaini yangu, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, wakitoka katika mkutano huu, si tu kwamba wamekwenda wamekaa baadaye wanapewa vyeti, lakini tunachokusudia watoke na ujuzi kweli. Haya mambo
twende tukayasimamie sisi wenyewe. Hapo watajadili namna ya ubunifu, watajadili namna ya ujenzi, watajadili namna ya usimamizi, lakini watajadili namna ya upatikanaji wa fedha pia vile vile, kwamba je, ukitaka mradi mkubwa na mzuri wa namna hii hela yake tunaweza tukaipata wapi? Sasa you learn from the best. Wao wamepata, kuna njia walizozitumia za halali kabisa, na sisi tunataka sasa tuweze kwenda katika namna hiyo, tujenge miundombinu yetu, maisha yetu wa Tanzania yaendelee kuboresheka zaidi na uchumi wa taifa letu. Kwa majina anaitwa Mhandisi Elibariki Mkumbo, ni manager wa miradi ya PPP wa wakala wa barabara TANROADS. Kama Mheshimiwa Waziri alivyosema, hii launching ya Expressway Master Plan inategemea kwenda kufungua nchi kwa maana ya kuimarisha miundombinu ya barabara ambayo ni ya kisasa. Kama mnavyoelewa, dira yetu ya taifa ya 2050 inahitaji Tanzania iwe nchi ya uchumi wa kati wa juu. Sasa ili kufikia uchumi wa kati wa juu ni lazima uwe na miundombinu ambayo ni bora, miundombinu ya kisasa. Katika miaka 20-30 iliyopita tumepiga hatua kubwa sana katika kuimarisha miundombinu ya barabara, bandari na viwanja vya ndege. Lakini katika level iliyopo hiyo miundombinu haitoshi kuweza kutufikisha katika hiyo dira ya 2050 ambayo inahitaji Tanzania kuwa na uchumi wa kati wa juu. Kwa hiyo hii Expressway Master Plan sasa itaenda kutuwekea mkakati wa kutusaidia kwamba ni namna gani tutaweza kutekeleza hizo expressway kulingana na priority na mahitaji. Lakini vile vile kama ambavyo wataalamu wetu wamezungumza, ambao ndo wanaenda kutusaidia kufanya hii master plan kwa kushirikiana na wao, hii master plan itahusisha pia enhance capacity ya wataalamu. Kwa hiyo tunategemea kwamba baada ya miaka mitatu, kwa sababu hii establishment ya master plan inachukua miaka mitatu, kwa hiyo itahusisha pia capacity building ya wataalamu. Kwa hiyo tutakuwa na wataalamu wenye uwezo wa kudesign, wenye uwezo wa kuendesha, lakini pia hata wenye uwezo wa kuplan. Kwa hiyo master plan hii kusema ukweli ni msingi mkubwa wa kutufikisha kule ambako tunataka Tanzania ifike.